Tunaendelea kufahamu mengi zaidi kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, na sasa hivi tukiwa tunakwenda kwenye fungu ya 10 ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuweze kufahamu mengi zaidi katika mwezi huu. Ni vitu gani ambavyo tunatakiwa tuendelee kuzingatia katika kuelekea 10 ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Karibu sana, utuambie unaitwa nani? Kwa majina naitwa Ustadhi Yasini Banda, mwenyeji wa hapa Makambako. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni vitu gani ambavyo tunatakiwa kuendelea kuvizingatia katika 10 ya mwisho? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sayyid sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Huu mwezi ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sheria ya Uislamu imeturuhusu mwezi huu ni kufunga, na hii ni mujibu wa aya katika sura ya 2. Allah alivyosema, kutiba alaikum siyam kama kutiba min kabalikum la'alakum tatakuna. Manake imeandikwa kufunga kama ilivyoandikwa kabla yenu, malengo ni kumcha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mwezi mzima huu Mwenyezi Mungu anatuhusia sisi watu wote tufanye mambo ya kheri, tuhurumiane, tuwalishe watu, tuwafutulishe watu, tufanye yale yote yale ambayo yalikuwa Mwenyezi Mungu ameyaridhia kuyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna watu wamefanya vizuri, wamefuata taratibu zote za kufunga katika 10 ya kwanza na 10 ya pili, lakini 10 ya mwisho wakashindwa kufuata zile taratibu za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hao watakuwa wamemkosea Mwenyezi Mungu. Kwa taratibu na sheria, kwa kanuni ya Uislamu, watakuwa wamemkosea Mwenyezi Mungu, kwa sababu Ramadhani imegawanyika katika makundi matatu: kundi ya rehema, maghfira na tauba. Na hususan kwa sasa kwa wale waliokuwa wameanza kufunga, tupo katika mwezi 18. Wapo ambao wengine walikuwa wamechelewa, wapo mwezi 17. Maana yake tunawaharakia katika 10 la mwisho ambayo ni 10 la itikafu. Watu wakae itikafu misikitini kwa ajili ya kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu na kuomba rehema na baraka kwa Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa sheria za Qur'ani, kwa sababu mwezi wenyewe mtukufu wa Qur'ani ni mwezi ambao imetelemka, alladhi unzila fihi alquran, ni mwezi ambao ndani yake imeshuka Qur'ani. Kwa hiyo ni mwezi ambao una neema tele kabisa na mambo mengi kabisa. Na kama utafuata taratibu zote mpaka mwezi mtukufu wa Ramadhani unaisha, kuna faida gani ambazo Muislamu atazipata? Faida zipo nyingi, kwa sababu kufunga kwa Ramadhani ni miongoni mwa nguzo katika nguzo za Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, bunyanil islamu ala 5, umejengwa Uislamu juu ya mambo matano. Awal, moja katika mambo matano, shahadatu alla ilaha illa Allah. Ya pili, iqama swala, kusimamisha swala. Na nguzo ya 3, itau zaka, ni kutoa zaka. Na nguzo ya 4, saumu shahr Ramadhani, kujiziwia kula mchana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo kama utakuwa umefunga katika mwezi wa Ramadhani, utakuwa umepata neema au umepata nguzo miongoni mwa nguzo 5 za Uislamu. Na nguzo ya 5 al-hajj, ni kwenda hija, ambayo tutaiendea baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wapo watu ambao watakuwa wamejiandaa kwenda katika nguzo ya 5 kumaliza katika nguzo zile za Uislamu. Ikitokea Muislamu amekutwa na changamoto katikati ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, akashindwa kuhimili zile taratibu zote za mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa maana ya kufunga, lakini akapatwa na maradhi, akaambiwa hospitalini kwamba inabidi au anakula chakula kwa muda fulani, akashindwa kufuata zile taratibu, huyu itakuwaje? Kwa sheria za Uislamu, Uislamu ni mwepesi kabisa. Anasema Allah ametokea Uislamu sio uzito, katuwekea wepesi. Na imeandikwa aya kwamba aliyokuwa na maradhi afungue, aliyokuwa na safari afungue. Kwa kama Mwenyezi Mungu amekupa mitihani ya maradhi, umekwenda hospitali ukaambiwa na daktari kwamba una maradhi, basi waweza ukafungua. Ukishamaliza maradhi yako ufunge, ili mradi hilo deni ulilipe kwa sheria na mujibu wa kanuni za Allah tabaraka wa taala. Kulilipa, atalilipa kwa mfumo gani? Atalilipa kwa mfumo wa kufunga kama hivi, kama wanavyofunga wenzake akiwa mzima. Lakini kuna changamoto ya muda wa kufuturu kwa baadhi ya Waislamu. Muda sahihi ni upi wa kufuturu kwa Muislamu? Kanuni, sheria za Mwenyezi Mungu hakunaga muda maalum, isipokuwa kusema nitakwambia iwe saa 12:30, hapana. Hii tunatizama kulingana na uzamo wa jua. Jua likizama saa 12:30 waweza kufutari. Yaani ile swala ya magharibi inapoadhiniwa ndio muda wa kufutari. Kwa hiyo dakika inategemeana. Kuna sasa hivi kwa mfano kipindi hiki jua huwa linachelewa kuzama sana. Saa 12:30 bado jua halijazama. Unakuta mpaka saa 1 pengine ndio muda ambao wa kufutari. Ndio sheria na kanuni pia za Uislamu.
Okay. Kuna wakati mwingine inatokea watu wamekuwa wakibishana kwamba hata kumeza tu mate inawezekana pia ukawa umefuturu. Hapana, sio sheria hizo. Uislamu unatuambia yawezekana ukawa na saumu kali, unaruhusiwa kwenda kuoga kuipoza saumu yako. Fa inna ma'al usri yusra, hakika penye uzito Allah hutengeneza kuwa wepesi. Uislamu sio dini ambayo iliyokuwa nzito, ni dini ambayo nyepesi na ni dini ambayo haina shida. Ukijisikia mate unaruhusiwa kumeza, ila kuna vile ambavyo kwa sababu ya wakati, kuna vile ambavyo vifunguzi vya saumu ambavyo kavizungumzia zile shuruti zake za kufunga, ujiziwie na nini, maneno mabovu, sio mtu mwenye kuzungumza laghawi upuuzi na vitu vingine kadhalika vile vile. Lakini mate unaruhusiwa kumeza, unaruhusiwa kupiga mswaki kwa sababu Uislamu ni usafi. Kwa hiyo ukisema usipige mswaki au usimeze mate ni changamoto, mate ambaye anatoka kinywani mwako. Ila kile kinachofanya kikufungue, mfano mtu ukapata maradhi ukatapika, ukishatapika unaruhusiwa kwamba umekuwa umefungua, kwa inatakiwa ufungue, maana ni moja ya sehemu ya maradhi. Ima saumu yako ilipe siku ambazo zinazofuata. Kuna wakati mwingine inatokea kwa baadhi ya Waislamu, yani yeye akasahau, sijui kama inatokea hii, lakini inawezekana akasahau kwamba yupo kwenye mfungo alafu akajikuta kala kitu chochote ambao muda sio sahihi. Kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu inasema yule aliyosahau akala chakula hali ya kuwa kasahau, huyo bado anahesabika kuwa amefunga. Kama kasahau kala chakula, mfano mimi nimefunga asubuhi, sijajua pengine akili yangu kwamba nimefunga, nikafika pahala nikala andazi, kile kitendo cha kula andazi nimelimeza kabisa, alafu nikakumbuka kwamba mimi nimefunga, inaruhusiwa kuendelea saumu yako kufunga. Isipokuwa ukisema kwa sababu nimesahau niendeleze kula tena chakula, hapo ndo umefungua. Kwa sababu Allah anatuambia ikiwa umesahau kakusaulisha Mwenyezi Mungu. Hiyo imekuja katika taswira mbalimbali, hata misali mfano wa salatul fajr. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ikiwezekana salatul fajr inasaliwa saa 11 mfano. Lakini kama ukapatwa na usingizi, ukalala, hatimaye ukaamka saa 2, unaruhusiwa kwa muda ule ule uliokuwa umeamka uswali swala na saumu vile vile. Ikiwa umesahau wewe kwamba umekula chakula, lakini kwa kusahau, basi mujibu wa sheria nasema amekusaulisha Mwenyezi Mungu mwenyewe, sio wewe. Kuna wakati mwingine tuko na baadhi ya Waislamu wao katika mwezi mtukufu wa Ramadhan wamekuwa wakifuata taratibu zote, lakini akishamaliza mfungo basi huwa wanakuwa na tabia ambazo sio za kumpendeza Mwenyezi Mungu. Wale wanakuwa nao wapo kwenye kundi la kubarikiwa au inakuwa ni changamoto? Mwenyezi Mungu anatuambia sisi hakika yeye ana uwezo wa kusamehe madhambi yote, mfano madhambi yote. Lakini mujibu wa sheria ya Uislamu, nimeanza na kukuambia kuna aya Mwenyezi Mungu anazungumza, anasema baada a'udhu billahi minashaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim kwamba kutiba alaikum siyam kama kutiba min kabalikum la'allakum tatakuna. Hiki kipande cha mwisho kinachozungumza la'allakum tatakuna, lengo kuwa watu wa Mungu. Kwa hiyo unapokuwa umefunga Ramadhani, malengo ya Mwenyezi Mungu watu wafunge Ramadhani au Waislamu wawe na Ramadhani, manake wawe wacha Mungu. Sasa ikiwa kama Ramadhani imekupita wewe, ushakuwa mcha Mungu katika Ramadhani, kisha kupita Ramadhani unaingia katika mambo yanayemuasi Mwenyezi Mungu, itakuwa sawa na hakuna unafanya upuuzi, kumfanyia upuuzi Mwenyezi Mungu. Malengo ya Ramadhani watu wao wacha Mungu moja kwa moja. Si kana kwamba tu mwezi wa Ramadhani watu wacha Mungu alafu ikishaisha Ramadhani watu wao wachawa Mwenyezi Mungu. Haitakiwi vitu kama hivyo, sio sheria ya Allah. Sawa, kwenye issue ya baadhi ya watu wako kwenye mfungo lakini huwa wana kiuka baadhi ya masharti kama kula na nini, kwa sababu kuna viongozi wao hawawaoni, lakini na wao wanajihesabia kwamba wamefunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hawa watu kuna madhara gani yawezekana ambao watakutana nayo? Sheria Mwenyezi Mungu anasema a'udhu billahi minashaitanir rajim wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Allah hana kawaida ya kuadhibu watu mpaka awatumie mtume. Kwa hiyo kama mtu anafanya maasi katika mwezi, mfano sio tu Ramadhani, hata kinyume cha mwezi wa Ramadhani, hakuwa na mtu akafikishiwa ujumbe, huyu mtu hawezi kuadhibiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini kama amefikishiwa ujumbe, mfano tu kama ndugu yangu pia unafahamu sasa hivi ni mwezi wa Ramadhani, ikaonekana unakula mchana na unajua sasa hivi ujumbe upo mwingi sana,
Kama sio mtume tu, yani mtume sasa hivi hakuna, isipokuwa kuna media na kadhalika na watu mihadhara mbalimbali wanafikisha kwamba ujumbe, alafu wewe unafanya ujinga kwa kumtii Allah tabaraka wa taala, ni madhambi yako wewe. Mwisho wako ni kuingia katika moto wa jahannam. Fanaudhu billahi, Mwenyezi Mungu atulinde kulingana na hayo. Ukifanya maasi lazima uingie katika moto wa jahannam. Lakini kama ujumbe umekufika kwamba ufunge, kwa sababu sheria ya kufunga si kana kwamba katika Uislamu tu. Jambo hili limezungumziwa hata katika Bible, vitabu vilivyotangulia. Ndio maana Allah anasema kutiba alaikum siyam kama kutiba min kabalikum la'alakum tatakuna. Imeandikwa kwenu nyinyi kufunga kama ilivyoandikwa kabla yenu, vitabu vya Torati, Zaburi, sijui Injili, vitabu vyote vilivyopita vilivyotangulia. Imeandikwa hivyo kufunga. Kwa hiyo sasa kama wewe kusikia jana utasikia leo. Kama hujasikia leo utasikia siku zingine, lakini kama umesikia umefanya upuuzi, basi Mwenyezi Mungu anakupa adhabu ambaye inastahili kulingana na madhambi ambayo umeyafanya wewe. Tukiwa tumebakiza 10 ya mwisho, tumetoka huko tumefanikiwa vizuri kabisa. Una ujumbe gani au una wito gani kwa ajili ya Waislamu kuelekea kwenye 10 ya mwisho? Ujumbe wangu mimi kwa Waislamu, tujitahidi kumcha Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu sasa hivi tuna maasi ya mengi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema zikifika zama kukithisa neema, miongoni mwa neema safari tunazozikosa watu kukithiri madhambi. Moja neema kutokunyesha mvua. Kuna sehemu mvua zimekuwa changamoto. Lakini kwa sababu ya maasi ambayo tunayafanya sisi wenyewe, Allah anatuadhibu kulingana na makosa yetu tunayofanya. Kwa hiyo nawahusia katika hili 10 la mwisho ambalo tunaweza tunaliingia, huenda kesho kutwa tukaanza kuliingia 10 la mwisho, watu tujitahidi kumuomba Mwenyezi Mungu sana maghfira. Na tumuombe sana Mwenyezi Mungu tauba, na tukithiri sana kukesha misikitini. Malengo ya kufunga si kana kwamba watu kushinda tuna njaa au watu kujiandalia maftari kwa wingi na nini. Kuna malengo maalumu ambayo Mwenyezi Mungu ameyaweka. Ndani yake Mtume anasema sumu taswiha, fungeni mpate afya. Ndani ya Ramadhani kuna afya, watu wanatibika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo watu katika kutibika kwenyewe zaidi ni kujitahidi kufanya adhkari, kumuomba Allah maghfira na kumuomba Allah tauba. Kwa sababu pia ndani yake kuna faida katika 10 la mwisho. 10 la mwisho faida yake, miongoni mwa faida, Allah ameitelemsha Qur'ani katika mwezi huu, na hususan tanazzalu malaikatu wa ruhfia, hususan katika hilo 10 la mwisho ambaye Mwenyezi Mungu ametelemsha Qur'ani. Ndani yake hutelemka malaika kutoka mbinguni. Yani hilo 10 la mwisho ndani yake haifahamiki siku gani, lakini hususan chukua kama 10 la mwisho, tukithirishe kukaa misikitini kumuomba Mwenyezi Mungu. Na kidogo ni kuweke wazi, Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumzia tufanye itikafu. Sasa hivi watu wengi hawafanyi itikafu, watu wanalala misikitini alafu kisha wanaondoka. Bimaana kwa sababu kidogo kutokulijua hili jambo, itikafu maana yake kujiziwia kukaa sehemu moja bila kuondoka. Mfano kaamua itikafu 10 la mwisho kama alivyosema Mtume tukae misikitini, watu wakae misikitini kwa ajili kutwa zima na usiku kucha wakimuomba Allah tabaraka wa taala. Haya ndio ujumbe wangu pia, na ni mambo ambayo nawahusia Waislamu katika hili 10 la mwisho. Tuzidishe kheri, huenda Allah akatufanyia wepesi kwa haya maasi tulokuwa nayo. Kwa kujikumbusha kwa wale ambao waliwahi kufunga wako chungu cha ngapi, na wale ambao walichelewa pia wako chungu cha ngapi? Wale waliowahi leo ni 18 na wale waliokuwa wamechelewa ni 17. Sawa, mimi nikushukuru sana ustaz. Naam, inshallah pia Allah afanyie wepesi pia.